Nihakikisha ya kwamba kuna walimu wa kutosha. Nihakikisha ya kwamba watoto wetu university wanapata pesa ya kutosha. Sasa ile maneno ya CBC nimenyorosha. Walimu nimeajiri walimu zaidi 76,000 in 2 years. Kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. Tumeongeza pesa katika university funding. Na nimesema ya kwamba katika new university funding, watoto wa kutoka jamii ya maskini walipiwe 90% bursary. Ili kila mtoto wa Kenya wapate nafasi ya kusoma katika vyuo vyetu. Tumeelewana jameni? Muliniambia vile vile nisimamie kilimo, ni kweli ama si kweli? Nyinyi kama factory yenu ni ya KTDA. Niliwaambia watu wa KTDA walikuwa wanauza mbolea kwa wakulima shilingi 5,000. 5,500 mimi nikiapishwa kama rais. Na nikasema kuanzia siku hiyo bei ya mbolea tutateremsha ije chini. Ndio wakulima wengi waweze kupata mbolea, waweze kupata faida zaidi katika kilimo yetu. Aidha ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano na ile kilimo yote. Saa hizi bei ya mbolea ni 2,500 na wakiuza zaidi ya hiyo munipigie ripoti. Sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Sikizeni, nyinyi ni wakulima wa chai. Mwaka huu pesa tulipata ya chai mwaka uliopita ilikuwa 170 billion kuuza chai yote ya Kenya. Lakini mwaka huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Wale mnajua 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022 this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Watu hapa Meru tumekubaliana? Mimi najua hapa Meru pia iko wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Bei ya kahawa 2022 ilikuwa 40 shillings, 50 shillings, ikizidi sana 55. Mwaka huu kuna kampuni zimelipa 110, 120, 130 shillings. Kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tumeongeza ile mapato inapatikana, na tumefukuza wakora na makatel ambao walikuwa wamekita mizizi katika kilimo ya kahawa. Imagine ati mtu mmoja, yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndio mwenye kununua kahawa. Hiyo inawezekana kweli? Sasa ndio ananyanyasa watu wengine. Wewe ukipeleka kahawa yako anakuambia hii kahawa yako bei yake iko chini. Alafu saa ile amemil anauza bei ya juu. Tumesema na mliona niliweka mambo ya reform ya kahawa katika ofisi ya rais. Na nikasema hii kahawa leseni tunatoa moja kwa kila mtu. Kama wewe ni mila, chukua leseni ya mila. Hakuna ya broker, hakuna ya kununua. Leo tumeongeza mapato ajabu kwa sababu wale ambao walikuwa wanasimamia hiyo sehemu na ukora na utapeli tumewaondoa. Wakulima sasa watafaidika zaidi, na mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo. Nitaweka macho yangu nihakikishe kwamba kilimo ya kahawa inarudi mahali ilikuweko. Tutakuwa tunauza tan 1,150 kila mwaka vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Watu wa hapa Imenti, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina na mambo ya upuzi? Tuendelee? Tusomeshe watoto? Nipange walimu zaidi? Niongeze pesa ya funding? Nitoe makatel kwa mambo ya biashara ya wakulima? Nifukuze wakora wote? Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee jameni? Kazi iendelee. Si namna hiyo?
Na mimi nawaambia, mimi nimeungana na hawa viongozi wote. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti, lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo. Sasa tuko na gavana mpya hapa. Ndio mimi nawaomba mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Meru, ndugu zangu watu wa Meru, nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, viongozi na watu wa Meru, musimame pamoja. Sasa mko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mtaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja, si ndio? Na mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama, sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana, tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Amefanya vizuri. Mpigieni makofi huyu gavana jameni, ametafuta